Jambo ambalo liko wazi sana katika kutembea na Mungu ni ishara. Wakati wowote mtu anapotembea na Mungu, kuna kitu kinaitwa ishara ambacho kinakudhihirishia hakika ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, ya kwamba hauko peke yako. Kwa hivyo leo acha tuongee juu ya kutembea na Mungu. Yesu alisema hivi ya kwamba mimi ninaondoka duniani, lakini sitawaacha kama watoto yatima. Nitawatumia msaidizi, na huyo msaidizi atakuwa anaitwa Roho Mtakatifu. Na akasema msaidizi huyu atakuwa akifanya kila kitu vile Yesu alikuwa anafanya. Zaidi sana atatufundisha mafundisho ya Yesu, na atatushawishi katika mioyo yetu, atatuletea mafunzo, na atatuhimiza na atatupatia ushauri ndani yetu ambao utatuhakikishia kwamba Yesu bado yuko pamoja nasi. Watu wengi huwa wanashangaa kama kuna tofauti kati ya Roho Mtakatifu na Yesu. Lakini kweli ni kwamba Roho yule yule aliyekuwa na Yesu ndiye Roho yule yule ambaye Yesu alimwacha kwa kazi. Kwa hivyo Roho Mtakatifu amekuwa duniani kwa miaka yote. Tunaona katika uumbaji neno la Mungu linasema ya kwamba Roho wa Bwana alikuwa anatulia juu ya uso wa maji. Hata kama kulikuwa na giza, kulikuwa hakuna kitu kimeumbwa, nuru ilikuwa haijaumbwa, dunia, sayari zote, miti, wanyama, ideas zote, hakuna kitu kilikuwa kimeumbwa, lakini Roho wa Mungu alikuwa huku. Wakati Mungu alipolinena neno, Roho wa Mungu alichukua akalifanyisha kazi. Fast forward, tunakuta wakati wa kuzaliwa kwa Yesu, malaika anakuja, anamwambia Roho wa Mungu atakuja juu yako, na akija juu yako kuna kitu kitaumbika ndani yako, na kile kitu kitakachoumbika ndani yako kitakuwa ni mtoto asiye wa kawaida, kwa sababu hajazaliwa vile watoto wa kawaida huwa wanazaliwa na mke na mwanaume. Kwa hivyo akamwambia kuna kitu kitaumbika ndani yako, na hicho kiumbe kitaitwa mwana wa Mungu, kwa sababu hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Haya, mtoto ni huyo akaumbika ndani ya Mariamu, na hivyo ameumbika, amezaliwa. Wakati wa kuletwa hekaluni afanyiwe wakfu, wakfu na Kiingereza ni dedication, anamkuta yule pastor alikuwa kwa church wakati huo. Alipomkuta yule naye akajiwa na Roho Mtakatifu na akatabiri mambo ambayo yatakuwa na Yesu. Na Mungu alikuwa ametuma Roho Mtakatifu amwambie ya kwamba hata kufa hata auone utukufu wa Mungu. Na wakati amededicate huyu mtoto, alisema sasa wacha mtumishi wako aende zake kwa salama, kwa sababu ameuona wokovu wako. Kuna mama alikuwa na 84 years. Yeye alikuwa ameachana na mumewe walipokuwa ameishi miaka 7. Na ule mume akawa ni kufa, amekufa. So ule mama alikuwa mjane. Huyo mama akaishi kanisani anaomba siku zote. Alafu Roho Mtakatifu akamweleza ya kwamba kuna mtoto atakayezaliwa anaitwa Yesu. Na wakati huyu mtoto anafanyiwa dedication, huyu mama alikuja kushuhudia. Fast forward, wakati Yesu anaingia katika utumishi, anasema Roho wa Bwana Mungu yuko juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta niweze kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, niweze kutangaza habari njema kwa maskini, na kuacha huru waliosetwa, na kufungua macho ya vipofu, na kutangaza mwaka uliokubalika wa Bwana. Kwa hivyo Roho wa Mungu alikuwa juu ya Yesu
alimtia mafuta kuifanya ile kazi. Sawa? Okay, fast forward. Yesu amekufa, amefufuka. Alafu ameambia wanafunzi wake sasa, mimi nitaenda mbinguni. Akiwa shafufuka sasa. Na akawaambia, nikienda mkae Yerusalemu, mgoje Roho ambaye mlisikia nikiwaambia habari yake, kwamba Yohana alibatiza kwa maji, lakini nyinyi mtabatizwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu sio siku nyingi kuanzia sasa. Yesu amepaa juu, wamemwangalia akienda kiwiliwili tu. Na malaika wametokea wamesema hivyo hivyo, Yesu ameenda kiwiliwili, siku nyingine atarudi hivyo hivyo. Sawa? Kwa hivyo wale wanasema Yesu amesharudi, pana haja waelewe ya kwamba atarudi kiwiliwili watu wakiwa wanamuona. Okay? Haya. So, wakati wanafunzi wa Yesu wako katika chumba cha juu wanagojea. Wanagojea nini? Wanagojea vile Yesu aliwaambia wagojee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alishuka, akawajilia juu yao kila mmoja, na kukawa na ishara. Zinaonyesha, zilikuwa zinakaa kama ndimi za moto juu ya kila mmoja, na wote wakaanza kunena kwa lugha mpya. Yesu akawaambia ya kwamba Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu, nyote mtajazwa na nguvu. Na hizo nguvu zitawabadilisha. Mtafanyika mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Judea, katika Samaria, mpaka miisho yote ya dunia. Sawa sawa? Okay? So wamejazwa na Roho Mtakatifu, wamepata nguvu, wameanza kutangaza habari njema. Siku moja mtume Petro anasimama na kusema ya kwamba wakati Yesu alipaa juu, Mungu alimpatia Roho wake Mtakatifu, na Roho huyo amemwagiwa wateule ama watakatifu wake. Sasa watu aliokuwa na wahubiria wakawauliza, na sisi tufanye nini? Akawaambia, tubuni kila mmoja wenu, dhambi zenu zipate kusamehewa, na mtapokea ahadi hii ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa ajili ya watoto wenu, na kwa ajili ya wote walio mbali kama kutoka Israeli mpaka hapa Kenya, na mbali zaidi, na wale watakaoitwa na Bwana wamjie. Kama vile katika nyakati ambazo zimekuja kufuata, watu wameendelea kuitwa na Bwana Mungu wamjie. Kama wewe na mimi tumeitwa na Bwana Mungu tumjie. Kwa hivyo, kwa sababu tuliitwa tumjie, ahadi hii ni kwa ajili yetu. Roho Mtakatifu akija katika maisha ya mtu, nyakati za kuburudishwa huwa zinakuja. Refreshing times huwa zinakuja katika maisha ya mtu. Fast forward, mitume wamehubiri, alafu sasa kumeingia persecution. Ametokea mtu anawatesa pale, anaitwa Sauli. Sauli amewatesa watu wa Mungu, amewashika, amewafunga. Baadaye akaomba barua, akasema sasa ninataka munitume kutoka Yerusalemu niende Dameski, huko nako nishike watu wa Mungu na niwaweke ndani. Akapewa barua, kaenda. Hivyo ameenda kwa njia, walikuwa watu 4, yeye na wengine 3. Akaona nuru kubwa sana, kama kubwa kuliko mwangaza wa jua, akaanguka chini. Alafu wale aliokuwa na wao wakaanguka. Sauli akasikia sauti inamuuliza, Sauli, Sauli, kwa nini unaniudhi? Akamuuliza, ni nani wewe Bwana? Bwana akamwambia, ni mimi Yesu unayeniudhi, lakini simama sasa uende mpaka Dameski, utaambiwa paswa kuyajua. Sasa alipoinuka angeza kuona, so wale wandugu wakamshika mkono, wakaenda na yeye mpaka Dameski.
wakamweka kwa nyumba moja ya mtu anaitwa Simon. Alipokuwa anakaa huko kwa Simon kazi yake ilikuwa ni kutandika njua za ng'ombe ama ngozi. Basi sasa akiwa amekaa huko kwa siku 3, akawa hali na hanywi, anaomba, akatumiwa mtu anaitwa Anania mwingine kando na ule alikufa. Huyo Anania akaenda akamwekelea mikono na akamwambia Mungu amekuchagua uwe chombo chake, na kwamba ujazwe na Roho Mtakatifu kwa sababu atakutumia kwa watu wenu na kwa wafalme na kwa mataifa. Lakini utateswa mengi kwa ajili ya Injili. Na hivyo ndivyo Mtume Paul amejazwa na Roho Mtakatifu. Kutoka pale akahubiri Damaska yote, akaenda Uarabuni akahubiri, akaenda Asia akahubiri, mpaka siku zake za kwenda zimefika. Alafu ameachia utumishi Timotheo. Alafu Timotheo amekimbiza Injili kutoka kwa Timotheo ikashikwa sasa na watumishi wengine waliozunguka Europe yote na Great Britain. Kutoka pale Injili ikaenda Amerika, ikaenda Korea, ikaenda Afrika, ikaenda kila kona. Hili neno lile Yesu alisema ya kwamba kwa mashahidi wangu in Jerusalem, Judea, Samaria mpaka mwisho wa ardhi litimie, ya kwamba neno linafika mpaka mwisho wa dunia. Kwa hivyo ninapokuja kwako, ni Roho wa Bwana ananitumia nilifikishe neno lake mpaka mwisho wa dunia. Sasa wakati Yesu akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu alimuweka katika kusudi lile ambalo Mungu alimtuma duniani kufanya. So one thing that is very obvious ni kwamba unapojawa na Roho Mtakatifu huwa fanya mambo mengi, lakini jambo moja kuu ni kwamba huwa anakupatia kujua ile kazi maalum Mungu alikutuma duniani kufanya. The purpose, the exact purpose. Na ndivyo Paulo anasema ya kwamba Mungu alituchagua ndio tuweze kuzifanya kazi zake ambazo alitangulia kutuchagulia tangu tulipokuwa hatujaamini, tangu dunia ilipokuwa inaumbwa. Kwa hivyo hapa tunasema nini? Tunasema unapojawa na Roho Mtakatifu hukuonyesha kusudi lako la kuwa katika dunia. Na Paul alipopata ufunuo huu ndio alisema katika kanisa kuna wengine walichaguliwa na wakaitwa wakiwa mitume. Yaani walipojawa na Roho Mtakatifu walifanyika tu apostol. Kwa sababu hiyo ndio kazi Roho Mtakatifu aliwafunulia ambao wamekuja duniani kufanya. Wengine wakapewa kujua ya kwamba wao ni manabii. Wengine wakapewa kujua kwamba wao ni wainjilisti. Uinjilisti uko na umishonari ndani yake. Wengine wakapewa kujua ya kwamba wao ni wachungaji. Na wengine wakapewa kujua wao ni walimu. Sasa tatizo liloko wakati wetu ni kwamba watu wana transit. Unakuta leo anaitwa pastor, ana grow kidogo anakuwa prophet, ana grow kidogo anakuwa apostle, akikaakaa anakuwa mwalimu, akiendelea anakuwa missionary. Sasa unashindwa, kwani Roho wa Bwana alipokuja katika maisha yake alimchagua awe nini? Kwa hivyo shida ya watu wengi ni kwamba walipojawa na Roho Mtakatifu hawakuingia katika kuelimishwa. Tunaona Mtume Paul alipojawa na Roho Mtakatifu alikaa chini ya mafundisho ya mtu anaitwa Barnaba, ili Barnaba amfundishe kulijua kusudi la Mungu katika maisha yake. Alipofundishwa hivyo, siku ingine wanaomba, wanafunga na kuomba kulingana na mafundisho ya neno la Kristo. Yesu Kristo alisema kwamba kwa wanafunzi wake, saa hii niko pamoja na nyinyi hamfungi, lakini nitakapoondoka duniani mtafunga. Sasa wapendwa wakawa wanafunga na kuomba.
walipokuwa wanaendelea kufunga na kuomba, Roho Mtakatifu, maana yeye hunena, akanena, akasema, nitengeeni Barnaba na Paulo kwa ajili ya ile kazi niliyowachagulia kufanya. Kwa hivyo huwezi kujichagua kufanya kazi fulani ya Mungu. Mtu huchaguliwa na Mungu. Lakini watu wengi hukaa katika kuchanganyikiwa. Nikiangalia kwa kanisa leo naona vitu za ajabu. Kwa sababu watu wanatangatanga kutoka kazi moja kwenda ingine, kutoka kazi moja kwenda ingine. Na hii ni mpango wa shetani tu kuzuia kazi ya Mungu ifanyike, kwa sababu kuna nguvu katika focus. Wakati focus yako imepotea, inakuwa ngumu sana wewe kukamilisha kusudi lako. Yesu alipokuwa hapa duniani alijua kusudi lake, kwa sababu alikuwa amejawa na Roho Mtakatifu. Sasa ni ujiulize, je, unajua kusudi lako? Siku moja Yesu amepanda kwa mlima mahali fulani, wanaketi tu na wanafunzi wake. Lakini watu ama makutano wakajua ya kwamba Yesu ako mahali fulani. Na kwa sababu walikuwa wameona ishara za Yesu akiponya, akifukuza mapepo, akifanya maajabu, wakaamua kwenda mahali yako. Na Yesu alipowaona wakija, akaamua kuwapatia lunch. Akawaambia wanafunzi wake, tutatoa wapi chakula ya kulisha hawa watu? Wanafunzi wake wakapiga mahesabu hapa na pale, ikawa pesa haitoshi. Ikawa mkate kidogo na samaki wawili, inaonekana kama haitoshi. Yesu akasema, nipatie hiyo mikate na hao samaki wawili. Akashukuru. Aliposhukuru tu, wakala watu waliohesabiwa wanaume 5,000. Lakini kunaaminika wanawake walikuwa pale na watoto. Kwa hivyo hesabu upigwa ya watu karibia 20,000 ndio walikula hiyo lunch ya Yesu siku hiyo. Sasa watu walipoona huyu mtu ni mwema, wakaamua kuja kumchagua kwa sababu analisha watu, ndio awe kiongozi wao. Kama venye wanasiasa siku ingine wanapenda kufanya, ili akuwe kiongozi wao. Lakini Yesu alipojua wanataka kuja kumchagua awe king, akawahepa, akaenda kwingine. Nani hapendi kupigania uongozi? Nani hapendi kulisha watu ndio wamtambue kama kitu? Ni yule mtu ambaye analijua kusudi lake. Yesu alijua kusudi lake la kuja, na kwa hivyo hakutaka watu walibadilishe kusudi lake, aache kuwa kile Mungu alimtuma kufanya, mwokozi wa ulimwengu, aje awe king wa watu. Kwa hivyo alijificha wasimchague awe king, hata kama kulikuwa na opportunity. Kwa hivyo ukilijua kusudi lako, there are opportunities you are going to turn down because they are not fitting. They are not in line with the calling and with the gifting and with the purpose, and with the goal that God has brought you here into the world to do. Kwa hivyo pana haja ya ulijue kusudi lako, na unahitaji kujawa na Roho Mtakatifu. Sasa je, watu hujawa vipi na Roho Mtakatifu? Yesu aliuliza wanafunzi na Mafarisayo swali moja. Akawauliza, je, kama nyinyi mko watu waovu, na mnajua kuwapatia watoto wenu kilisho chema, je, si zaidi sana Mungu atawapatia Roho Mtakatifu wale wamwombao? Kwa hivyo kujawa na Roho Mtakatifu, number 1, lazima ujue source. Chanzo cha Roho Mtakatifu ni Mungu, si mchungaji ama kiongozi fulani, ni Mungu. Number 2, kumpata yule Roho Mtakatifu ambaye yuko na Mungu, pana haja uelewe ya kwamba huwa anapeanwa kama gift.
you don't pay. Kuna mtu alitaka kulipia, anaitwa Simon ambaye alikuwa mchawi mbeleni akaamini. Alipotaka kulipia hakupata. So the Holy Spirit is a gift. Haulipii, unapewa for free. Number 3, haupewi usipoomba. It's a free gift, but you don't receive it until you ask. Na Yesu akasema kila aombaye hupewa. Kwa hivyo unaomba Mungu akujaze na Roho Mtakatifu. So that is number 3. Number 4, Mtume Petro alisema hivi: tubuni, mtubu kila mmoja wenu na kuziacha dhambi zenu, ndio muweze kuipata ahadi hii. So pana haja ya toba. Kutubu ni kumwambia Yesu, ninaacha kuwafuata wengine wote, ninakufuata wewe na ninakutambua uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na hapo ndipo unaweza kujawa na Roho Mtakatifu. Sasa kuna watu huwa wana maswali. Wanauliza, nitajuaje nimejazwa? Njia moja ya kujua umejazwa ni kama uliamini kile Yesu alisema ni kweli. Yesu alisema ya kwamba kila ombaye hupewa. Kwa hivyo kama uliomba Roho Mtakatifu kwa Mungu, ulipewa. Number 2, ikiwa ulitubu dhambi zako na kumwambia Yesu aongoze maisha yako, ulipewa. Number 3, ujijaze na neno lake. Uwe student wa Bible. Kwa sababu Yesu alisema neno nililowaambia ndio roho. Kwa hivyo roho hukaa ndani ya neno. Vile unavyojijaza na neno la Mungu, ndivyo unavyojijaza ama unampa Roho Mtakatifu kufanya kazi katika maisha yako. Number 3, unaanza kuona mambo yakifanyika kwa njia ya kiungu, njia tofauti na vile ulijua. Zinaitwa ishara, miujiza. Unusual things begin to happen katika maisha yako, ambayo inaashiria kwamba hauko peke yako, lakini kuna mmoja ambaye ana control the show. Kwa hivyo creation yenyewe inaanza kukuonyesha hauko peke yako, mambo ni tofauti. Alafu sasa ukianza kuomba, unapata nguvu ya kuomba. Paulo aliandika katika Warumi 8, akasema hatujui kuomba vile inavyofaa, lakini Roho Mtakatifu hutusaidia katika udhaifu wetu, kwa sababu anaugua akiwa ndani yetu na kuomba kwa lugha ambayo hatuwezi kuelewa. Akiongea na watu wa Corinthians, aliwaandikia barua, akasema mimi nikianza kuomba, nitaomba kwa kuelewa na nitaomba katika roho. Akasema nitaimba kwa kuelewa na nitaimba katika roho. Kwa hivyo Roho anaanza kukuongoza kuimba na anaanza kukuongoza kuomba. Jambo lile lingine ni kwamba anakupatia ushawishi ndani yako ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Unapewa kujua uhakika ambao hauwezi badilika, uhakika ambao hauwezi batilika, ushawishi kabisa kwamba wewe ni wa mbinguni na wewe si wa hell. Jambo lile lingine ambalo linakuwa ni ishara ya kwamba umejawa na Roho Mtakatifu ni kwamba unaanza kuchukia dhambi. Ile dhambi ulikuwa unafanya kwa kufurahia, ulikuwa unaiona ikiwa nzuri na tamu, unaanza kusikia sasa hautaki kuifanya, kwa sababu umeingiwa na Roho wa Mungu ndani yako ambaye anachukia hayo maisha. Na kwa hivyo mara nyingi tunapenda kuambia watu waache kufanya hii, acha kuvuta sigara, waache kulewa, waache kufanya sijui nini. Lakini ukishajawa na Roho Mtakatifu, interest, kiu ya hii yote inaisha, kwa sababu umempata
yule ambaye ni zaidi ya hizo vitu. Jambo lile lingine ambalo linakuwa ni ishara ya kwamba umejawa na Roho Mtakatifu, unaanza kuomba kwa lugha. Unajikuta ukiomba, kuna lugha ingine unaomba nayo, wewe huielewi, lakini Mungu na Roho Mtakatifu wanaielewa. Alafu jambo lingine ambalo ni dhahiri kabisa, unakuwa na ujasiri wa kushuhudia watu habari za Yesu, kuwaeleza kwa ujasiri mwingi ambao unasikia msukumo kwamba hutaki kuacha, kwa sababu Yesu alisema ukijawa utakuwa shahidi wake. Na kwa hivyo unajikuta unaweza kuongea habari za Yesu bila uoga na kumtetea kila pahali. Na jambo la mwisho kwa sasa, unaanza kusikia unapenda Mungu na watu wake. Kwa hivyo mahali watu wa Mungu wako, hapo ndio unataka kuwa. Mambo Mungu anafanyiwa, hayo ndio unataka kufanya. Watu wakiimba unataka kumuimbia Mungu, watu wakitoa sadaka unasikia kumtolea, watu wakiomba unataka kuomba, na hilo linakuwa upendo wako kwa Mungu ni mwingi sana. Okay? Sasa kitu ambacho ningetaka wewe ufanye ni kwamba usitegemee hisia sana. Kwa sababu watu wengi wakikosa kuhisi kitu fulani huwa wanafikiria hawajajawa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akikuingia, unaweza hisi kitu na unaweza usihisi kitu. Lakini imani hufanya kazi hivyo hivyo, kukiwa na hisia ama kusipokuwa na hisia. Mimi nililelewa katika jamii ya watu ambao wanampenda Mungu. Walikuwa wameamini, walikuwa viongozi wa kanisa, walikuwa wanaimba, wanaomba, wanafanyia Mungu mambo mengi. Nilikuwa nimejawa na Roho Mtakatifu, lakini sikuelewa. Mpaka siku ile Roho Mtakatifu ameanza kitu kinaitwa madhihirisho. Kwa hivyo kuna kitu ambacho huwa kinaitwa madhihirisho. Unaweza kuwa umejawa lakini Roho wa Bwana hajaanza madhihirisho. Akianza madhihirisho katika maisha yako, ndio unaanza kuona mambo ya ajabu. Siku moja tumeenda kanisani. Alafu mchungaji amesema baada ya mkutano huu watu waombe, na akasema yeye atazunguka akiwekelea watu mikono akiwaombea. Nyakati zile sikupenda kuwekelewa mikono, kwa sababu elimu yangu kwa watu ilikuwa ni kwamba watu wanaweza kukuwekelea mikono ukapata mapepo. Sikuamini ya kwamba unaweza wekelewa mikono ukajawa na Roho Mtakatifu. Lakini ni kwa sababu sikuwa nimejua Biblia. Biblia inasema Joshua alijawa na Roho Mtakatifu kwa sababu aliwekelewa mikono na Musa. Biblia inasema wapendwa katika kanisa la Samaria waliojawa na Roho Mtakatifu kwa sababu kina Petro na Yohana walikuwa wanawawekelea mikono. Kwa hivyo ukiwekelewa mikono unaweza jawa na Roho Mtakatifu. Basi mchungaji alipokuja akakuta nimepiga magoti, kaniinua kidogo, akaniekelea mikono, akaniombea. Nilikuwa na struggle sana kuomba. Nilikuwa naomba sala ya Bwana ikiisha, ninashikwa na kausingizi hapo na nena maneno sielewi, alafu nakaa hapo mpaka saa ile ambao watu wamemaliza kuomba, wakisema amen, tunasema pamoja na wao. Lakini mambo yalibadilika tangu siku hiyo nimeombewa. Siku ya pili yake watu wamekuja kuomba, nimejikuta naomba lakini kuna lugha fulani ninaomba nayo na sielewi. Nikajikuta nimeomba, watu wamemaliza maombi, wameniacha pale, bado ninaendelea kuomba, na nikashangaa kitu fulani kilishatendeka. Wakati huo nilikuwa secondary school. Na tangu siku hiyo Yesu alisema ukijawa na Roho Mtakatifu huwa anakaa ndani yako milele. Kwa hivyo huyu Roho amekaa ndani yangu milele. Nimekuwa siku zote nikiona Mungu akifanya kazi duniani kwa njia isiyo ya kawaida. Na kwako itawezekana. Tafuta mtu amejawa na Roho Mtakatifu, mwambie kuwekelee mikono. Si lazima awe pastor, anaweza kuwa pastor ndio, apostle, mwalimu, bora tu unajua amejawa na Roho Mtakatifu. Akisha kuwekelea mikono, mambo ya ajabu yatatendeka.
alafu uwe student wa Bible. Hakuna pepo itakuingia. Ukiwa msomaji wa Biblia hautalemewa. Na hivyo ndivyo utakapoona ishara, maajabu na miujiza zikifanya kazi katika maisha yako, na zaidi sana utalijua kusudi lako katika hii dunia. Napenda nikomee hapo. Na nataka kusema hivi: ukiwa peke yako duniani unakuwa kama mtoto yatima ambaye hana baba, hana mama, hajui atasaidiwa na nani, na anasaidiwa na mtu yeyote atakayemhurumia, na kama huyo mtu hayuko, mambo ni ngumu. Lakini ukiwa umejawa na Roho Mtakatifu, huwa mko wawili, ni wewe na Roho Mtakatifu yuko. Na huyo Roho Mtakatifu huwa anakupatia idea, maono na mawazo na ishara na ndoto na mwongozo na njia na tumaini ya vile maisha yako yatakuwa. So, kama unataka maisha yabadilike kabisa, unafaa ujawe na Roho Mtakatifu. Muombe Mungu na uamini na umtafute kwa neno lake, na utajawa na utakuwa mtu tofauti. Basi hadi kipindi kingine kijacho, nakomea hapo kwa leo. Na kuombea ubarikiwe, ujawe na Roho Mtakatifu, ulijue kusudi lako, maisha yako yabadilike, upone, uinuliwe, na uwe sababu ya watu wengi kubadilika kupitia ushuhuda wa maisha yako. Mungu akubariki. Ni mimi wako, mwalimu mpendaye, mwalimu na mshauri wa jamii. Kumbuka kulike, kushare na kusubscribe. Mungu akubariki na Yesu ahifadhi roho yako. Asante sana.